Serikali yaanzisha tuzo za Serengeti Award kwa lengo la kukuza utalii wa ndani. Moto mkubwa wateketeza maduka mji mkuu wa Tehran huko nchini Irani. Ni matumaini yangu hujambo mtazamaji wa UoI Digital popote pale unapotufuatilia. Karibu katika taarifa ya habari inayosoma kwako na Rumina Tamgani. Mkurugenzi wa makumbusho ya Iringa Boma Dr. Jan Kuveri aipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuanzisha tuzo za Serengeti Award kwa lengo la kukuza utalii wa ndani. Mwanahabari wetu Fatuma Mdoe anatuarifu zaidi. Mkurugenzi wa jengo la makumbusho la Iringa Boma Dr. Jan Kuveri afurahishwa na upokeaji wa tuzo ya Serengeti Awards juu ya utalii na conservation baada ya miaka 10 ya makumbusho hayo, na pia aipongeza serikali juu ya uanzishwaji wa tuzo hizo kwani zinahamasisha na kukuza sekta ya utalii. Kwa kweli tumefurahi sana kwa mwaka huu baada ya miaka 10 tumeshinda wanaita Serengeti Awards. Serengeti Awards ni awards za utalii na conservation, uhifadhi tuseme. Kwa hiyo walitoa tuzo nyingi za tour operators, sijui travel agency, airline, walitoa za kwenye uhifadhi kwa wanaohifadhi mazingira nini, lakini pia wametoa kwa wahifadhi wa utamaduni na urithi wa utamaduni. Na kwa upande huu sasa sisi tumepata tuzo moja ambayo ni tuzo la Best Private Museum, yani makumbusho binafsi bora nchini. Tumepata hii tuzo, tumejivunia sana kupata tuzo na kupongeza pia serikali kwa kuanzisha hili mchakato wa kutoa matuzo haya. Ameyasema hayo katika hafla ya kuipokea tuzo hiyo baada ya miaka 10 ya kuanzishwa kwa tuzo hizo nchini. Aidha, ametoa historia fupi ya Iringa Boma tangu kuanzishwa kwake toka enzi ya kipindi cha mkoloni barani Afrika mwaka 1914. Iringa Boma ni makumbusho ya mkoa wa Iringa. Na imekuwa makumbusho tangu mwaka 2016. Yani mwaka huu ndio tuna miaka 10 ya kusherehekea miaka 10 ya hii makumbusho kuwepo. Historia yake ni ndefu zaidi, lakini jengo hili ni la Mjerumani. Alijenga mwaka 1914, yani miaka 112 iliyopita nafikiri. Walijenga kama hospitali. Baadaye akachukua Mwingereza, akaona haifai kama hospitali, akaigeuza ofisi ya mkuu wa wilaya. Hata Mtanzania baada ya uhuru akaendelea kuitumia kama ofisi ya mkuu wa wilaya hadi mwaka 2014 ndio mkuu wa wilaya aliondoka hapa na sisi tuliingia, tulifanyia ukarabati, kuandaa hizi maonyesho na 2016 tumefungua hii makumbusho. Center hii inasaidia kukuza utalii. Kwa hapo ndio tunategemea wageni wa nje tupate wanaozunguka Tanzania mikoa tofauti wasiende tu kwenye mbuga za wanyama, pia watembelee makumbusho kama hii. Aidha, baadhi ya wafanyakazi wa makumbusho hayo ameeleza umuhimu wa makumbusho hayo katika mkoa wa Iringa na kwa taifa kwa ujumla. Na baadhi ya watalii katika makumbusho hayo wameeleza kuvutiwa na historia ya makumbusho hayo. Pia wametoa rai kwa watu wengine kutembelea vivutio vya ndani ikiwemo makumbusho hayo ya Iringa Boma. Tuingize kipato at least, sio sana, kwa sababu tunapochukua tafsiri ya makumbusho tunasema ni non-profit organization, ni taasisi ambayo haitengenezi faida. Yenyewe sana ni kutoa huduma kwa jamii. Kwa hiyo inaingiza kipato kidogo, kwa sababu kipato kikubwa kinachoingia mwisho wa siku bado kinarudi kutengeneza makumbusho yenyewe. Fupi, mimi kama mwanazuoni wa hii elimu nipende kutumia nafasi hii kusema kwamba Watanzania tujivunie cha kwetu, kwa sababu sisi bado tuna vitu vikubwa sana. Kwa ujumla, Iringa Boma imeendelea kuwa historia hai ya taifa letu na kuhifadhi kumbukumbu za kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Nikiripoti kutoka hapa Iringa Boma, mimi ni Fatima Hamisi wa UoI Digital. Taarifa yake Fatuma Mdoe inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na Simon Masoro kwa habari za kimataifa. Moto mkubwa umezuka katika soko la biashara lililoko magharibi mwa jiji la Tehran, mji mkuu wa Iran. Moto huo ulitokea katika eneo la Jenata Abad, eneo lenye vibanda na maduka mengi ya kibiashara.
Vikosi vya dharura vilitumwa mara moja katika eneo la tukio mara baada ya kupokea taarifa ya moto huo. Zimamoto zilianza operation ya kudhibiti moto huo kutoka pande mbalimbali ili kuzuia usilete madhara zaidi. Naye kamanda wa operesheni wa huduma za dharura za Tehran, Mohamed Benea, alisema kuwa hakuna majeruhi waliothibitishwa kutokana na tukio hilo. Kwa upande mwingine, msemaji wa idara ya zimamoto ya Tehran, Jalali Maleki, amesema kuwa moto huo ni mkubwa uliosambaa katika maeneo kadhaa ya mji. Moto huo ulisababisha moshi mweusi uliopaa juu angani na kufunika maeneo ya karibu. Chanzo cha moto huo bado hakijafahamika na taarifa zaidi zitatolewa mara baada ya operesheni ya kudhibiti moto kukamilika. Asante Simoni kwa kutupitisha kimataifa, mtazamaji. Na sasa tuangazie habari za biashara na uchumi zinazosoma kwako na Baraka Pela. Mwingiliano kati ya bajaji na daladala katika stendi kuu ya zamani ya mabasi mkoani Iringa umeendelea kusababisha usumbufu wa utoaji wa huduma za usafiri, hali ambayo imekuwa ikiwalazimu abiria kutumia muda mrefu kusubiri kabla ya magari kuondoka stendi hapo. Akizungumza na waandishi wa habari, dereva wa daladala Elia Kivilwa amesema bajaji wamekuwa wakiingia ndani ya stendi ya daladala kinyume na utaratibu, hali inayosababisha msongamano na kuchelewesha shughuli za upakiaji wa abiria. Amesema bajaji wana stendi yao maalum iliyopo eneo la Miomboni, hivyo kuingia kwao katika stendi ya daladala kunawaletea ugumu mkubwa madereva katika utoaji wa huduma kwa abiria. Manispaa anakamata bajaji, kuna mtu anatoa tamko ziachiwe zote. Kwa hiyo siku ya siku hata zinaingia mpaka stendi humu, zinakuja zinapakia abiria, zinashusha abiria, zinaenda sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunaomba kama kuna uwezekano, kwanza serikali itujali na sisi, kwa sababu hii cost inatoa mapato makubwa sana. Kwa upande wake, kondakta wa daladala Abdalla Kigomba amesema changamoto hiyo imekuwa ikiwalazimu kutumia muda mrefu kupakia abiria, ambapo daladala moja inaweza kuchukua hadi zaidi ya saa moja kabla ya kujaa na kuondoka stendi hapo. Nimeanza kupakia mpaka sasa hivi ninaendelea kupakia. Bajaji zimejaa pale, wanafukuza askari, zinarudi tena, zinarudi, nyingine zinaingia mpaka stendi hii hapa. Stendi ya daladala zamani. Naye Aisha Saidi ambaye ni abiria wa daladala amesema hali hiyo imekuwa ikiwakera abiria wengi, kwani hulazimika kukaa ndani ya gari kwa muda mrefu hata wakiwa tayari safari. Tumepanda usafiri, tunachukua muda mrefu kuondoka tunakostahili kwenda. Kufuatia malalamiko hayo, UoI Digital ilifanya mahojiano na mwenyekiti wa stendi ya hiyo, Shabani, ambaye amesema uongozi wa stendi kwa kushirikiana na jeshi la polisi umeanza kuchukua hatua za kudhibiti hali hiyo. Ameeleza kuwa ulinzi umeongezwa ili kuzuia bajaji kuingia katika stendi ya daladala bila ruhusa, akisema lengo ni kurejesha utulivu na kuboresha huduma kwa wasafiri. Jeshi la polisi kupitia kwa incharge wa kituo kidogo cha hapa stendi, Afande Lazaro, kwamba amejitahidi kuchukua mawazo yetu na kuweza kuongeza askari ambao wamesaidia kwa kiasi kikubwa kuzizuia hizi bajaji kuweza kuingia ndani ya eneo la stendi. Mwingiliano kati ya dereva bajaji na dereva daladala katika stendi kuu ya mabasi ya zamani mkoani Iringa umeleta ugumu katika utoaji huduma kwa upande wa dereva daladala mkoani hapo. Nikiripoti kutoka hapa stendi kuu ya zamani ya mabasi mkoani Iringa, Baraka Pela, UoI Digital. Shukrani Baraka kwa habari za biashara na uchumi. Mtazamaji, na hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Kabla ya kufikia tamati, tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati wa leo kutoka kwake Karim Yasin. Nikusihi endelea kusalia nasi. Hali gani mpenzi mtazamaji wa UoI Digital? Ni siku nyingine tena adhimu kabisa na nadra ambayo tunakutana katika kipengele cha kupendwa cha msamiati wa Kiswahili. Kama ilivyo ada, leo nimekuandalia msamiati wa neno sogotope. Wewe unaelewa nini kusikia aina hii ya msamiati? Twende tukatazama na fungu chuo cha Iringa kujaribu kutuelezea wao wanaelewa nini juu ya msamiati huu. Kwani mfano mtu ambaye ni mchafu, yani yani sio kwamba abai vizuri, afui nguo zake, haogi, ukimwona tuna mlaiko la fluff kama kichai hivi. Wewe mtu unaweza kumhitaji wewe? Sio mimi kama ile ushanitamka tayari hapo. Ambalo ni? Yaani ni jana tunamtemu kama sogotope. Mtu mchafu yani. Mtu mchafu. Yeah. Maki ni maneno mawili, mtu mchafu. Nika neno moja. Neno moja. Yaani neno moja tu. Moja. Mchafu. Sogotope unaelewa maana yake?
Yeah. Nini? Ni mtu ambaye yani yupo tu ovyo, yuko love. Yuko love. Sana. Unaweza kunifungia sentence moja kulingana na hilo neno Sogotope? Sogotope hapo naweza nikasema labda Mary, yani anavyovaa yani yupo kama tu Sogotope. Naam, na hiyo ndio maana halisi ya msamiati wa neno Sogotope. Sogotope ni ile hali ya mtu kuto kujijali, mtu kuto kuoga kimavazi, kuto kujijali na vitu kama hivyo. Lugha ambayo imezoeleka mtaani tunasema mtu huyo yuko lafu. Nimetakana kuacha na sentensi isemao kwamba vichaa wengi wana hali ya usogotope. Langu jina ni Karim Yasini wa Digital, tuwabariki kidijitali. Asante sana Kalimu kwa kutufundisha kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati murwa kabisa, na hiyo ndio maana halisi ya msamiati Sogotope. Nami nakuacha na sentensi semayo Juma anapenda sana kuwa Sogotope. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Rumina Tamjani. Asante na kwaheri.